je, maana watatu wakitokea ni kusema kuna kitu kasoro. Amen. Number 5. Stupidity ile ujinga niliwaambia. Mnakuwa ng'ombe za watu. Watu ng'ombe. Sio watu ng'ombe, mtu ng'ombe. Na niliwaambia hii kiwashika, hii ndio wazi. Unajua badala mmoja anaweza enda hospitali atibiwe. Ujinga haina hospitali. Na ujinga haina dawa, huwezi meza pana tu. Ujinga itoka. So unaketi, watu wanaketi katika eneo limejaa ujinga. Hakuna kuongoza hili uwea. Si shule, si kwa shamba. Unaweza kuta watu maajabu. Mungu asaidie, sitaki kurudia mastori. Lakini mimi nimeona ujinga first class. Mtu ni mtu mkubwa, hata kusoma alisoma. Hata alisomea na huko Nairobi, mahali dunia ni pana. Watu wamejenga, iko manyumba. Alafu anakuja, baada ya kusoma amepata kazi, ameoa bibi. Anajenga nyumba, anajenga choo, mwisho wa shamba. Kule. Na bafu iko huko. Ukienda bafu unajipaka. Unabeba mpaka nguo. Maana kule bafu iko. Sasa waka kue kwa wakati wa mvua. Unaenda kuoga na mwavuli. Sasa kuna kitu inakwambia huyu mtu kichwa iko na kasoro. Kufungwa na ujinga. Uwezi jenga ka bathroom hapo uunganishe na nyumba. Na utoboe kamurango mtu aende aoge hapo jamani. Sasa wewe ni mtu unaelewa kuna choo inaweza jengwa kwa nyumba, huwezi jenga. Utaishi kwenda usiku saa 8 ndio wewe unatoka. Bwana neighbor wanafikiria umeajiriwa watchman. Huyu unaweza kugwa na ujinga. Ujinga kiasi hata mlango ya nyumba. Mahiji zimekaukiwa. Ukifukua unaamusha honi ndo. Uwezi jua kununua mafuta ya latebo kumwagia mlango. Kufungwa na ujinga. Sasa wacha tuachane na hiyo. Najua ninawapea example. You may look at it in the funny way, but I want you to see reality. Mtu kufungwa. Amen. Wacha tuachane na wewe. Tuachane na wewe. Broken and troublesome marriages is another side. Ndoa ambazo zinavunjika, watu ambao hawaolewi, ndoa ambazo hazivumiliki, zina mateso, zina shida ndani yake. Zile ndoa husema ya kwamba kuna kitu kasoro. Praise the name of the Lord. So be careful about whatever you are doing in your life. Whatever you are doing in your life. Angalia na uangalie misingi ya kwenu, uijue, uibadilishe ili ubadilishe nyumba yako. Sasa mimi nataka kwenda tu straight. Nafikiri jambo lile la mwisho la 7 nilisema machungu yasiyoweza kuvumilika. Nilisema ama hiyo niliwacha? Niliwacha machungu yasiyoweza kuvumilika. Unajua kuna life unbearable pain. Unakuta familia mpaka imejaa watu wa kujinyoka, mtu alijaribu kunywa dawa. Huyu hata alikuwa amejaribu kujiua. Huyo naye hata alikuwa anataka kuchoma nyumba. Juu yani watu wanaishi maisha ambao it's unbearable. Ninakaa hii dunia nikifanya nini? Jina la Bwana libarikiwe. Why am I on earth? Because of this one, you have unbearable life. Maisha haiwezi kuvumilika. Nitakupea somo hili Judges chapter 6 utakapoenda ujisomee. Judges chapter 6 utakapoenda utajisomea habari ya mtu anaitwa Gideon, ambaye Mungu alimzungumzia akamwambia hivi, Gideon, unakuona wewe ni shujaa, ninakupea kazi uende ukomboe Israeli. Akasema, Mungu unaniambia nikakomboe watu, niwakomboe nani? Mimi mtu mdhaifu. Malaika anamuita shujaa, lakini Gideon amefungwa. Sina muda wa kusoma sana, lakini Gideon
Mungu alimunenea kwa sababu alimpea njia ya kubadilisha misingi ya kwao. Na nataka tuangalie mambo kadhaa ambao ni muhimu. If you want to deal with your foundations, number one, identify the foundations. Itazame misingi, itafute mpaka uione. Ukiiona una uwezo wa kuibadilisha. I want to say this statement and God help you to understand. Because foundations are not accidental, they cannot be destroyed accidentally. They are not accidental, they are not coincidental. They cannot be changed coincidentally. Accidentally. Bahati mzuri, bahati mbaya, nikaoga kitu ikavunjika. Misingi haiko hivi. Foundations can only be destroyed by a deliberate person. Through deliberate actions. Misingi inaweza tu ng'olewa na mtu ambaye ana makusudi ya kuing'oa, amekusudia kubadilisha. Haitabadilika maana una wish. You must consciously get down to deal with the foundation. Kama zitabadilika. Mungu wa mbinguni atukuzwe. Uko kwa hii nyumba? Utafute kuelewa nini? Identify the foundations. Nitakupea njia 3 ambazo Mungu ata make sure umeelewa habari ya misingi ile unapitia ama ile uko nayo. Number 1, kuna kitu nitaita observation. Observation ni kuangalia environment yako, kuzungusha macho. Kuna vitu ukiona uhitaji malaika, wewe ukishaona unajua hapa kuna kasoro. For example, nimesema untimely death, premature death. Mliufuka mtu kwa accident, mwingine sijui akajinyonga, mwingine alikuwa anatembea akaanguka akafa, mwingine akawa mgonjwa akafa. Sasa wewe unangoja malaika akuje afanye nini kwenu? Na hiyo unaona na macho. Observation is the first way to realize or to understand the foundations within the family. Bwana sio sana. Uangalie muwe katika ingine huwa anaita economical ama economic troubles. Now I'm looking for the word. I'm trying to look for the correct word. Yani economic economic what? Sema tena. Meltdown. Thank you very much. Unajua watu wakisoma ni wazuri. Economic meltdown. Yani wewe mko chini, mnakaa, niliwaambia unaandikia your sister please call me, anakuandikia please call me. Yani nikukwambia sina kitu. Unafurashi your brother, anakufurashi. Maana hana njia ya kukupigia. Yani nikukwambia bro, niko hapo tu huko. Hiyo jobless corner huko ndio jobless corner. Tuelewane. Hiyo nao unangoja malaika akuje. Musa atumwe kwenu? Hapana, hiyo ushaona, ushaelewa ni nini kiko na kasoro. Praise the name of the Lord. Amen. So observation is number 1 way of discovering or identifying the foundations within your family. Amen. Uangalie uone your cousin hajaolewa na ni mkubwa kama wewe hujaolewa, naye your cousin mwingine hajaoa na ako na miaka 42, nywele imeanza kuwa nyeupe, hata hakai kama anaona watu na kama amefugwa macho. Kwa nini usione hii nyumba iko na kasoro? Usihitaji kuelezewa na mtu. Number 2, through information, natural means of information. Watu wanaweza keti waongee, usikie kitu wanasema ujue kuna kitu kasoro. Kwa mfano usikie watu wakisema, Kamwale ulikuwa karibu kukufa. Na kuambia yule alisaidia yule mganga alikuja. Yule mganga ndiye alikupea dawa ukaamuka. Unajua kumbe mlikuwa watu wa kwenda kwa uganga. Unajua kuna kasoro ya msingi. Information. Amen. Usikie information. Ulipokuwa mdogo, si ndio shosho yako alijinyoga. Na kwambia hata kabla hajamaliza miezi 3. Tagu kuna wale moro Sicilia. Haitulia. Ni information unapewa ikueleze ya kwamba kuna kasoro katika msingi. Kumbe
Kumbe na wewe umekuwa unasikia ungetaka kujinyonga. Unaambiwa msingi huku una kasoro na unaitisha damu. Haleluya. Kama unasikia information, wacha nikwambie. Hata unaweza kuwa kwa hiyo. Hata saa nyingine information ilipeana ukiwa mdogo. Lakini wakati nimefundisha mambo kama haya, inakuja upya. Unakumbuka mama wakiongea na mama mwingine hapo anamwambia na hapo nje. Unajua walikuwa wanafikiria usikii. Wanaambiana, unaona Katwini? Huyo si wangu wa kwanza. Nilikuwa nimezaa ngapi? Na kwa pia kalikuwa kana maoga miezi 2 kanakufa. Hapo kingine ndio kalikuwa miezi 3 kakakufa. Alafu sasa kaboi. Ndakwenda Karen kanya. Ndio ndako nika. Sipendi kukumbuka. Kalikuwa kaboi kasuri. Kasimama hata akakai kama mwili. Ndio mwili chumbura. Hapo akakuwa kanalia hata usiku. Na kwa pia kalikufa kakiwa na miezi 4. Unasikia unasema kumbe niko kwa nyumba yenye mamlaka ama utawala unaoitisha human sacrifice. Unajua kuna kasoro ya msingi. Information inaweza nenwa na wakati mwingi kama husikizi hautajua. So huwa naambia watu ukianza kudiru na misingi fungua masikio utapewa hapa. Sio uende utafute watakuletea. Zitajileta somehow. Mungu atamake sure umezisikia. Bwana Yesu atukuzwe. Hiyo umeelewa? Number 3, through revelation. Mungu hufunua. Anaweza kukuonyesha kitu. Uone ndio nyinyi hao mnachimba makaburi. Mnachimba ya kwanza, unaona mmechimba ya pili. Unaona ati hata zikwa kwa hiyo tuchimbe ya 3. Unaona ni makaburi mnachimba, hamuziki. Imekaa open. Ni nini Mungu anataka uone? Uone nyumba yenye kuitisha watu. Kwa hivyo ni kusema kaburi zimechimbwa na watu wataingia. Uelewe foundation. Unaota ukiona your grandmother kamuzee kako na vituko vya ajabu. Unaona kakifanya mambo ya ajabu. Unajua kumbe nyumba yetu iko hivi. Sasa sitaki kunena sana kwa sababu mimi hata sijui kama nitapata nafasi ya kuomba na wewe sababu unapaswa kuelewa mahali. So identify the foundation. Shina lenu ulitabue. Ujue ni mtu wa aina gani. Number 2, acknowledge what you know or what you get to know. Kubali kile umeona. Ukikubali useme Bwana, mimi ni wa mzizi wa uchungu. Mimi nimezaliwa katika dimu. Ingawaje nataka kuzaa machungwa haiwezekani kulingana na neno lako la Warumi. Shina langu ni mbaya, ulikubalie. Praise the name of the Lord. Ukubali ya kwamba nyumba yetu iko na kasoro. Kama wewe umetoka nyumba ya mauti, useme mimi nimetoka nyumba ya nini? Ya mauti, ukubali. Number 3, confess. Kiri. Unajua kuna watu ambao wanaona lakini hawakiri. They don't confess, they don't open up. Hawasemi kitu kuhusu. Kama kuna mambo unajua katika msingi, mengine huwezi enda wewe kazi yako ni kutoa mimba tu, unaenda unapata ingine unatoa. Alafu unaokoka na hakuna mtu unaelezea. Katika kutoa mimba, unaweza kuwa barabara ile umepita ilijenga kitu ambacho kitakusumbua. Nenda kwa mtu ambaye unaamini, umwambie wacha nikwambie ukweli. Mimi katika barabara yako nimejenga vibaya, maana hii na hii nilifanya. Confession. Na sio lazima iwe confession to somebody. You can also have a confession to God. Unakiri kwa Mungu, unaelezea Mungu mahali uliko. Nyumba yangu ni aina hii, maisha yangu ni haya, baba yangu alikuwa hivi, mama yangu alikuwa hivi. Nimesikia ya kwamba kulikuwa, una make a confession. Praise the name of the Lord. Tuko pamoja mpaka pale. Number what? Number 4. Repent and turn away from the practices that established the foundation. Tubu. Unajua kuna tofauti ya confession na kutubu. Confession ikumbora na kimelo. Hebu?
Repentance ni wakati una regret, unajuta. Moyo wako unakuuma kuhusu lile jambo. Unasikia vibaya ya kwamba nilifanya. Unaona makasoro katika utendakazi ule. Kisha ninasema katika kutubu unapaswa ugeuke. Uanze kufanya mambo yanayosema ile njia Mungu ni mbaya na sitarudi. Uanze kubadilisha njia. Praise the name of the Lord. Amen. Number what? Number 5, take authority. Chukua mamlaka. Mamlaka nitasema hivi. Mamlaka kuna mambo mawili unapaswa kuyaelewa. Yatakusaidia. Number 1, know your position in God. Uelewe wewe ni nani katika Mungu. Sasa hapa ndipo mtu hujing'oa kule unajipanda katika shina la Mungu. Ile tulisoma wa Efeso 2:18. Hatuko wageni tena wala wapitaji. Tumepandwa katika shina la Kristo ambako mitume na manabii na Yesu Kristo ndiye the cornerstone. Are we together? So what is your position? I am the righteousness of God. Nimekombolewa, nimesamehewa. Si umetubu? Ukitubu si Mungu anakusamehe. Baada ya ndio maana nimeweka hilo jambo pale. Maana hufai kwanza kuanza kudiru na mapepo na wewe ni mwenye dhambi. Utashughulikia ile dhambi, haujatubu, haujaoshwa. So ukioshwa una mamlaka. Praise the name of the Lord. Take authority. Know your position in Christ. Bwana asifiwe sana. Secondly, you must know God's position for you. What God calls you. Mungu amekupea. Sio tu ile unafikiria huko, lakini Mungu amesema wewe ni nani. Ametangaza wewe ni nani. Yaani na ujijue ya kwamba kuna vitu Mungu amekupea by grace. So yes, nyumba yetu ni ya mabaya, lakini Mungu ana neema. Nyumba yetu ilifanya hivi, lakini Mungu wewe usamehe watu. Jina la Bwana libarikiwe. Ukaya kama mama mmoja ambaye aliuliza mhubiri, I'm sorry wacha nikuulize, mtu akiwa ameua Mungu anaweza msamehe? Akaambiwa Mungu anaweza kusamehe maana ni mwingi wa rehema. Akawa kama anaenda anauliza, pastor usikasirike lakini ngoja nikuulize ingine, na mtu ameua watu wawili. Pastor anamwambia Mungu anaweza samehe maana yeye amejaa rehema, anasamehe. Pastor hebu niulize tena, na mwenye ameua watatu. Hai pastor akaona hapa kuna kizungumkuti kidioro wa Gurai. Akamwambia mama hebu koja kidogo. Hebu sema vizuri venye unasema. Ndio akasema mchungaji, mimi nilikuwa nafanya kazi ya ukahaba na nilitoa mimba na sio mimba ya mwezi mmoja miwili. Ninangoja saa nyingine inakuwa hata ni mtoto. Ninaua mara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Praise God. Amen. Grace qualifies you to receive even what you don't qualify. Neema hukupa nafasi ya kupokea vitu ambavyo kama mtu binafsi haukupewa. Lakini wakati kuna neema utapewa. Umenielewa mpaka pale? Mwisho nataka kusema hivi. Rebuild and repair. Sometimes you need to rebuild and repair the right foundation. Jenga msingi mpya. Ujenge upya maana msingi huo huo. Watu wale walikuwa wanajua, wengine walifanya kwa madharau, wengine kwa sababu hawakuelewa vizuri. Lakini baada ya yote jenga msingi wa Kristo tena. Rebuild and reestablish the foundation, the right foundation. Repair the foundation. Katika kitabu cha 1 Kings chapter 13 verse number 2. Bwana asifiwe sana. Mtu alikuweko nabii kijana alitabiri kutakuja mfalme ambaye anaitwa nani? Josiah. Josiah akafanya nini? Ataangusha madhabahu hii ya Baali, atajenga madhabahu mengine. Praise the name of the Lord. Wakati tumesoma katika Judges, Gideon aliambiwa bomoa madhabahu ya baba yako na ujenge madhabahu mpya. Watu wengine huwa wazuri sana katika kubomoa ile ya baba zao. Wanabomoa alafu wanawacha nyumba ikiwa hivi, haina madhabahu. Wanabomoa msingi ule mbaya, hawajengi msingi mzuri. Praise the name of the Lord. Do your homework. Do the right thing. Praise the name of the Lord. Amen. Sasa hayo mambo nimekupea. Ndio mambo ningetaka uende ufuatilie katika maisha yako. Utafute uone misingi ya kweli.
uikubali ya kwamba iko kama iko. Kama wewe ndiye mjenzi, ukubali nilijenga vibaya. Kama ni baba yako alijenga vibaya, sema baba najua alijenga vibaya. Mama yangu alijenga vibaya. Nyanyangu alijenga vibaya. Alipasua nyumba ya mtu, akaolewa akiwa bibi watatu. Akaharibu maisha ya wengine. Watoto wa ile nyumba wakateseka, maana mamangu ndiye mke wa pili na pesa yote ilikuwa inaletwa kwetu. Mimi nilisoma, lakini watoto wa nyumba ile nyingine hawakusoma. Hiyo ambayo ilifanywa ni msingi mbaya uliwekwa. Babangu alikuwa msinzi, nasikia story ya kwamba katoto fulani naonaga mahali fulani, na kweli kanakaa tu kama mimi. Nasikiaga nikaa. Kanateseka, kanatembea na shati imeraruka. Tubo iko nje. Hapa kuna kwazi yako. Juma yai ya mwisho ile kaliona ilikuwa kwa duka. Kalionea kwa duka. Lakini wewe hata mkona kuku, unakula mayai, unakunywa maziwa, lakini baba aliacha watoto kwingine wanateseka. Na unajua hivyo. Huo ni msingi uliwekwa. Na inaweza wafuata baadaye. Maneno yatakayo neno pale yatawafuata. Bwana Yesu atukuzwe. Dealing with foundations. Kama umesaidika, wacha nione kwa mkono. Weka mkono chini. Kama umepata kitu mgeni ya huko, unajua nione kwa mkono. Kuna kitu umepata? Itakusaidia mahali? Swali la mwisho. Wangapi wako tayari kushughulikia misingi? Uko tayari? Uko willing kushughulikia? Warning number 1. Usidhubutu kuguza misingi kama hauko tayari kumalizana nayo. Unajua kuna watu kama sasa hii moto ya conference. Baba, ninatakasa. Alafu baada ya siku 2 hakuna matakazo. Afadhali ukae na hizo pepo 10 unajua na zinapekua kuliko kuwa invite zingine 40. Mateso itakuwa pale. Wacha nikwambie ukweli. So kama wewe hauko tayari kuguza msingi na kuendelea mpaka upasue, usiguze, wacha ikae. Hiyo pepo umezoea ni mzuri. Mnajuana. Waswahili walisema zimu ili kujuana halikuli ukaisha. Imeleta shida hiyo. Zimu ili kujuano halikuli ukaisha. Mwalimu wa Kiswahili ulikuja. Bwana asifiwe. Nawaambia hivyo. Waelewe hiyo Kiswahili. Yaani anayekujua hawezi kukufanyia madhambi mingi, hata akikuchokoza akuchokozi sana. Sio pepo zile mnajuana, mmezoeana. Hakuna haja ulete zingine mgeni. So kama hauko tayari kupigana mpaka mwisho, usianze. Bwana asifiwe sana. Number 2, Mungu amekupea uweza wa kushinda. Sisi ni zaidi ya washindi. Kama Kristo ako na sisi, tukiweka Gideon alishinda. Haleluya. Nani mwingine katika Biblia aliweza kudiru na misingi? Jabezi si alishinda? Salimia jirani, mwambie hao ni wawili wanatosha. Kuna ushuhuda watu wangapi? Na kuna wengine katika Biblia ni muda 6 walioweza kushinda. Simon Peter alishinda ya kwao, si ndio? Alipoconfess akasema Bwana nakupenda. Akaulizwa unanipenda? Akasema tena nakupenda. Akaulizwa ya tatu akasema nakupenda sana. Kutoka hiyo siku hakuna mtu alipenda Yesu kuliko yeye. Alihubiri mpaka akasurubiwa akiwa ameinama kwa sababu ya kupenda Kristo. Praise the name of the Lord. Amen. So may God bless you. I don't have the luxury of time for now to pray for you. So what you will do, you will have to go take your supper because it's past the supper time. You take your supper. Then we shall be meeting in the next section.